Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunaye furaha ya siku hii ya leo iliyoandaliwa kwa ajili ya kuja kwa ajili ya familia zetu mbele zako. Kila familia yenye baba na yenye mama na yenye watoto, na kila familia yenye ndugu na jamaa. Tuko katika siku hii tena ambayo Mungu tumeikubalia iwe ni siku ya familia, siku ya watoto, siku ya wazazi watakapokuwa Mungu wa mbinguni wamewekwa katika mahali ambapo unaenda kutembea kwa ajili yao. Naomba utukufu huo wa watoto na familia upate nafasi. Kwa haya tunaenda kujifunza na kuanza kuomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kukaa kwa dakika moja. Tuna maombi yale kuzungumza kwa ajili ya watoto. Amen. Tuna maombi kwa ajili ya familia kwa lugha nyingine, kwa ajili ya walio nyumbani mwetu, watoto wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, familia ni eneo kubwa sana lililoanzishwa na Mungu mwenyewe. Baba, mama na watoto ni taasisi ya kimungu iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Kuwa mzazi katika familia ni eneo la kutimiza wajibu wetu Mungu aliyotupa kwa ajili ya kuwa na uzao, lakini pia kuwa na maisha yenye kumcha Mungu, yenye kumpenda Mungu, na hasa ukizingatia unapokuza familia yako na kuilea, Mungu hufurahishwa. Ukikuza familia kiroho, maisha ya familia ya baba, mama na watoto kuwa ni maisha yenye kumcha Mungu. Hiyo ni eneo la kwanza kabisa. Kumcha Mungu katika taasisi ya kifamilia, namba moja, nazungumza katika eneo la Ukristo, ni la muhimu sana Yesu akipewa nafasi katika familia. Katika eneo hilo Yesu akipewa nafasi ya kwanza. Akishika nafasi Yesu katika familia, amen, akipata mioyo ya baba, mama na watoto, familia ile itakuwa salama. Familia ile itakuwa na mafanikio kimaisha tu, mbali na mambo mengine. Kimaisha, familia ile itakuwa ni familia yenye amani kubwa, yenye umoja, yenye upendo. Na ni wajibu kama wazazi, kama ndugu, tunapokaa pamoja, kuliona somo la Kristo kuwa ni moja ya somo la muhimu kulijua. Yesu ni nani katika familia? Ukishaweza kumpata Yesu katika familia,
Hii ni kusema umelileta kanisa katika nyumba yako. Na ukishasema ni kanisa, maana yake ni mali ya Kristo. Kwa hiyo baba, mama, watoto wanabadilishwa kuwa mali ya Kristo tu. Atawamiliki waingiapo, atawamiliki watokapo, atawalinda, atawatunza, atawahifadhi. Kwa hiyo baba, mama na watoto ni eneo la kwanza la Mungu aliloona ndani ya mwanadamu alipomuumba. Biblia inasema akambarikia Adamu na mkewe, akawaambia wazae, waongezeke, alafu akawaambia watawale. Kwa hiyo hilo ni eneo la familia. Waende waongezeke, waingie kwenye eneo la utawala. Mahali ambapo familia haitakuwa katika unyonge, udhaifu, kuonewa, kuteswa na aina yoyote ya aina nyingine ya roho. Kwa hiyo Mungu alipendezwa na mwanadamu, akamweka awe baba, awe mama, awe na watoto. Amen. Katika hilo eneo lilipokosewa kwa mara ya kwanza pale kwenye bustani, Mungu akarudia neno lingine katika kukomboa, akasema ataleta mkombozi kwa kupitia mwanamke. Kwa hiyo kutatokea uzao, na huo uzao utamharibu yule aliyesababisha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu kaondoka kwenye familia, na uhusiano kati ya mwanadamu na uumbaji wa Mungu ulioandaliwa na Mungu katika siku 6. Mwanadamu atawale na kumiliki. Kwa hiyo ukarudiwa tena, ukombozi utarudia kwa kupitia tu familia. Patatokea mzaliwa, na huyo mzaliwa atakayetokea ataleta ukombozi. Amen. Kwa hiyo kwenye hilo eneo utaona na sehemu nyingi za unabii. Atazaliwa mkombozi, atatokea mkombozi, atawakomboa Israeli, atatokea shina la Daudi, atatokea mfalme, atatokea mzao wa mwanamke, atatokea. Na mimi natamani, amen, tujue umuhimu wa kifamilia, lakini katika Kristo ni vizuri watu kuwa na tabia ya kumcha Mungu, lakini kibiblia Agano Jipya kumcha Mungu leo ni kumwamini Yesu. Haiwezekani anaposema kwenye Mithali sura ya 1 ule mstari wa 7, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kumcha Mungu leo in general, uwezi ukaiweka kwenye imani nyingine zaidi ya Yesu. Uwezi. Kumcha Mungu kunakopelekea watu katika familia kuwa na relationship na Mungu, urafiki na Mungu, umoja, kukaa na Mungu, ni Kristo peke yake. Kwa hiyo kama familia tutaenda weka ndani ya watoto wetu, ndani ya familia zetu, kila ufahamu na hisia za watoto zimpate Kristo. Kristo akishaingia ndani yao, ukombozi upo tayari, msamaha upo tayari, uponyaji upo tayari, mafanikio yao yapo tayari, yameshaumbwa, yako ndani ya Yesu. Kila kilichokuwa ndani ya familia kinachohitajika kiko katika Kristo. Alisema mtunga Zaburi, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hapo chini kidogo akasema, waiandaa meza mbele yangu machoni pa watesi. Ile meza aliyoiandaa ni vitu muhimu vya familia, kwa kuijenga familia. Na hivyo vilivyoandaliwa haviko mahali pengine, ni katika Yesu. Uungu ule wa Mungu
wa mafanikio ya watoto waishi vizuri duniani, wafanikiwe, wawe na afya, wawe na ndoa, wawe na maisha, wakomae, wawe watu wazima, wasife njiani wakawa wadogo wamekufa, ni katika Kristo tu. Amna kwenye miungu mingine huo uwezo wa waweka watoto wakakaa vizuri pasipo Kristo. Hakuna mahali pengine. Na Kristo akifeli pale, tunapoteza familia, tunapoteza maisha yao, tunapoteza future ya watoto. Kwa hiyo msingi wako, ombi lako, hitaji lako ni muhimu kumpata kila mmoja katika familia aingie. Wengine wameshakuwa watu wazima, wengine tumechelewa kuwalea katika imani ya Kristo. Wengine saa hizi hatuwezi kuwapata waje kwenye ibada tunazoabudu sisi tunapokaa pamoja. Lakini kwenye haya maombi kuna uwezo wa Mungu ndani ya haya maombi ya hii wiki yatakayopelekea mahali popote uzao ulipopotelea utapatikana tu. Utatolewa huko ulipofichwa kwenye mapango ya wanyang'anyi na kuletwa katika Kristo Yesu. Hii ndio wiki maana yake. Hatuna wiki ya kusema tunaomba tu. Hii ni wiki isiyokuwa ya kawaida. Ile hali aliyokuwa anasema Musa kwa Farao, sisi kutoka kwetu hapa tutatoka na wazee, tutatoka na vijana, tutatoka na watoto wa kike na watoto wa kiume. Ilikuwa sio lugha ya kawaida kwa kunena tu kwa Farao, maana Farao alionekana ana uwezo mkubwa kuzishika hisia, tamaa za Waisraeli na watoto wao. Haja za watoto wa Kiisraeli ziko kwenye mikono ya Farao. Farao hakuwa tu mtumwa kwa kuwashikia fimbo. Hakuwafanya kuwa Israeli watumwa kwa kuwekea mzigo, kwa kuwapiga migongoni. Aliwashika hisia zao, alizishika tamaa zao. Walijisubmit kwa Farao, hata kama wanaona mapito ni magumu, lakini watapata wapi hisia zao kuwa satisfied kama sio Farao atakayowapa? Dunia ya leo haiwashiki watoto wetu kwa kuwapiga, inawashika hisia zao kwenye tamaa zao, kwenye vitu vitakavyojenga hisia zao viende vimwache Mungu, hisia zao zimkatai Mungu, mioyo yao ikimbie. Hata ukimwambia twende kanisani anaona boring. Kanisani hakuna radha, hakuna kitu kanisani. Lakini wako radhi waende kwenye vitu vingine ambavyo vitatibua hisia zao kufurahi. Sasa vikifika mahali hisia zao haziko kwa Mungu, tumepoteza generation. Na umuhimu wa maombi haya, tutashika mpaka macho yao hayataona kingine zaidi ya Kristo. Masikio yao hayatatamani kusikia kingine zaidi ya Kristo. Kila kilichoko ndani yao, mifupa na damu na nyama na viungo na vyote vilivyomo ndani yao, vitakwenda kuwa submitted katika Kristo Yesu, ili Yesu ailete roho nyingine ndani yao itakayowakutanisha na uwepo wa Mungu, furaha ya Mungu, tumaini la Mungu, hata wawe na future nzuri huko mbele. Haleluya. Haleluya. Katika lile eneo ambalo, ndugu zangu, ulimwengu wa leo, shetani hashiki watu kwa kuwaburuta kwa nguvu. Kumbuka wakati Yesu akiwa kwenye wakati wa kufunga, maandiko yanasema naye alipoona njaa, mjaribu akamjia. Kufunga ni kuzuia haja ya chakula, kuinyima nafsi inayomiliki mwili. Nafsi ni kitengo kinachotengeneza mahitaji na hisia za vitu tunavyovifikiria kwa vya muhimu.
Nafsi inataka nyumba nzuri, inataka kula vizuri, inataka kuvaa vizuri. Nafsi inatengeneza hicho kitengo. Nafsi ikifa, kile kitengo hakifanyi kazi. Unakuta ndio maana mtu kichaa anakuwa kichaa, hasikii kwenda kulala kitanda kizuri, hasikii kula chakula kizuri, na kiona chakula cha ovyo hasikii kinyaa. Maana nafsi yake imetekwa, imetupwa nje ya mwili wake, amekuwa kama mnyama. Sasa nafsi inapotakiwa itii, inyang'anywe nguvu ya kukupeleka kwenye tamaa ya vitu visivyo na Mungu, inatiishwa kwenye kufunga. Ikitiishwa kwenye kufunga, mwili hautakuwa na zile hisia za kupeleka haja za mambo ya dunia, bali mwili utaanza kusikia sasa kama ni hivyo, mimi naenda zangu kanisani. Maana nafsi imemwambia hakuna mahali pengine, kwa kuwa nafsi imenyang'anywa chakula. Nafsi ina nguvu wakati mtu anakula. Wakati mtu anakula na kushiba, inaipa nguvu nafsi. Nafsi inasema nisipokula chapati 2, maziwa asubuhi, juisi glasi nzima kusatisfy mwili, ikinyimwa hiyo kwa kipindi fulani, ile nafsi ikikosa hiyo nguvu, upelekea roho ya mtu, roho iliyokuwa haina nguvu ya kutawala mwili, roho inaamka. Ile roho inaanza kutembea kwenye mishipa ya damu na nyama na hisia za ndani ya mwanadamu, kuweza kutiisha visivyo ya Mungu, kuviondoa na kuviingiza vya Mungu ndani ya mwanadamu. Ndio pale tunapopata upenyo katika ulimwengu wa roho, kuweza kuwa na mawasiliano na Mungu na kazi ya Mungu, na kila kitu kinaanza kufanya kazi kama Mungu anavyotaka. Sasa tunapoinyang'anya nafsi ile power ya kutawala mwili, ndio pale na sisi tunapata nguvu katika roho, tunamiliki maisha yetu. Na hapa kwenye haya maombi, tuko kwenye maombi ya kufunga, mnakumbuka? Amen. Kama leo na kesho sio siku ya kula chakula kabisa, ni kwa sababu nafsi yako inatakiwa ihamishwe kwenye utawala. Ikihamishwa kwenye utawala, roho inaingia kwenye utawala. Hata sauti utakayoitoa haitatoka kwenye nafsi, inatoka kwenye roho. Ikitoka kwenye roho, inaambatana na mahitaji ya kiroho, sio mahitaji ya kimwili. Ili kumpata Mungu, aende mbele yako, akaondoe kilichokuwa ndani ya watoto, ndani ya familia, ndani ya baba, ndani ya mama, kisichokuwa cha Mungu kinaondolewa. Esther alimwambia hivi Mordekai katika sura ile ya kitabu cha Esther, alimwambia Mordekai, kwa kuwa tangazo la kuwaua Wayahudi wote duniani limetangazwa, na tayari tangazo hilo limesambazwa dunia nzima, na kwa kuwa mpango wa kuangamiza Wayahudi hakuna anayeweza kuupangua tena, hakuna anayeweza kuzuia huo mpango usitimizwe tena. Esther akamwambia Mordekai, waambie Wayahudi wote walioko Shushani ngomeni waingie kuomba na kufunga. Alipoenda kutoka katika nafsi kuwa malikia, aliingia kwenye mahitaji, akajinyima vilivyo muhimu kama malikia ndani ya nyumba ya mfalme, hakaacha kula na yeye. Mordekai akiwa pia naye ameacha kula, na wengine wakaweza kuingia katika ulimwengu wa roho, wakauondoa utawala uliokuwa unatawala wa kuwaua Wayahudi usipate nafasi. Na walipofanikiwa kufanya hivyo, waliwashinda maadui na maadui waliwawa wote. Na sisi tunasema hivi, tumeshaingia kwenye hiki kipindi. Mnakumbuka kwamba ni sikukuu ya Purimu, tumesema yule wiki tulioingia, ndani inaendelea hata na leo. Mimi na wewe tutawaangamiza walioshikilia watoto wetu, walioshikilia maisha yao, walioshikilia kazi zao, walioshikilia elimu zao, walioshikilia afya zao. Kila afya ya mwanao iliyoingia kwenye shida lazima iondolewe. Kila ulevi, uvutaji, tabia mbaya, hisia za ukahaba na umalaya lazima ziondoke. Jamani, hii sio swala la maombi ya kunegotiate. Hili si swala la maombi ya mkataba. Tunaomba ikiwezekana, kama watakubali, Mungu ikiwa ni mapenzi yake. Ni mapenzi ya Mungu wewe na nyumba yako tukamtumikie Bwana. Ni mapenzi ya Mungu wewe na nyumba yako toke katika nchi ya utumwa. Sema amen. Natamani iwe hivi, usijitazame kama mtu mnyonge. Amen.
Tuna leo na kesho tunaenda fanya finishing. Amen. Lakini fanya kama anavyosema Yeremia sura ya 1. Amen. Kwamba nimeliweka neno langu kinywani mwako ili kung'oa. Kuna vitu vya kung'oa. Yaani kung'oa sio kukata mti, ni kung'oa mzizi. Amen. Sio swala la kukata matawi. Kwamba mtoto atabaki ana tabia njema. Tunajua tabia njema hata mtu amjui Mungu anaweza kawa nayo. Lakini hatukati matawi, tunang'oa shina lililobeba jambo linaloenda kuzaliwa hata kesho au mwaka kesho au miaka 10 ijayo. Tunang'oa huo mti kabisa. Yaani hilo jambo lililopangwa lizaliwe, matunda yake tuje tuyaone baadaye kwamba tumezaa kisirani nyumbani. Tunang'oa huo mti ambao utazaa hayo mambo kesho kutwa. Tunaenda sawa sawa eh? Kwa hiyo tunaenda kuingia mahali ambapo tuna mafuta, tuna nguvu, tuna uwezo katika roho, tuna uwezo katika Kristo, na tuna uwezo katika neno. Amen. Awe amepandiwa mtoto tangu tumboni. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Awe amepandiwa umaskini tangu tumboni. Tuna uwezo wa kung'oa umaskini uliopandiwa tangu tumboni. Jamani, nilisema kwenye neno moja juzi hapa, ikiwa kuna mtu duniani unaamini ana uwezo wa kusema, wewe ukiwa msichana akakusemea hautaolewa, alafu inafika mahali kweli unaenda miaka 30, Mungu wangu, lile neno kumbe alilolisemaga shangazi liko kweli linafanya kazi. Kama yule shangazi alikuwa kwenye uwepo wa kipepo na alikuwa na nguvu za kipepo, sisi ni zaidi ya hiyo miungu ya kipepo. Tuna uwezo wa kuingia humo alipokuwa ametamka, tukang'oa hilo neno lake. Maana Biblia inasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena na ukali kuliko upanga uwao ukatao kuwili, tena linajua na kutambua mawazo ya moyo na yote yaliyomo ndani ya mwanadamu, hata mawazo. Tuna uwezo. Na nabii Yeremia, nimeliweka kinywani mwako ili neno, ili kuharibu, kung'oa, kubomoa na kuvunja. Sasa kuna vitu tunang'oa, tuna vitu vya kubomoa. Kuna familia zimejengwa kwenye misingi ya kipepo. Watoto wako wanataka kukua katika hiyo misingi, tutawang'oa watoto wetu. Hawatakaa katika ile tabia ya kishetani, hawataishi kwenye hizo tabia za kimizimu. Sema amen, amen. Na kwa taarifa yako, wacha nikwambie, hakuna sacrifice yoyote iliyotolewa itakayemwacha mtoto wako asiweze kutoka. Kama wametoa ya wanyama, wametoa ya wanadamu, wametoa ya miungu ya aina gani, wamewapa dhabihu za aina gani, potele ya mbali, bado kuna dhabihu moja inaitwa dhabihu ya Golgotha, inao uwezo wa kung'oa milima na kuhamisha bahari na chochote kilichofanyika sirini. Sijui kama naenda sawa na wewe. Sema amen, amen. Awe mtoto wako wa kiume, wa kike, awe ana jina la babu yake, sijui babu yake alikuwa ni mganga, potele ya mbali. Hii ni siku ya kung'oa. Awe ni babu aliyokuwa kaburini amemsamia vibaya, tutamng'oa na huyo babu kaburini na tutampigia huko ndani ya kaburi. Asijaribu tena kwenye neno lolote likasikika limetokea kaburini, halitatokea. Ndugu yangu, niliwaambia hapa, kama Yesu alisema kufa na akufe, kuna mtu atawawa mara 2 huko kuzimu. Kwa sababu hatutawaruhusu walioyanena yaendelee kuishi maneno yao. Walioyatamka wakiwa duniani, hatutawaruhusu waendelee kuishi na maneno yao wanayokutamkia na nyumba yako kwamba hamtaenda mbali. Hayo maneno tutawang'oa na wao. Sijajua kama naeleweka. Okay, iko hivi. Ngoja nikupe mfano. Wakati Israeli wanaingia Yeriko, maneno wakaambiwa wapelelezi 2 walitumwa kuingia ile nchi, kuipeleleza nchi. Walipofika ndani ya nchi, sikiliza maneno yangu haya, Yeriko ikasadikika kuna wapelelezi wameingia.
watafutwe mahali popote. Na yule Rahabu akawaficha. Rahabu akasema hivi, habari zenu ya kwamba mnakuja kuichukua nchi zilishafika hapa mapema. Na habari ya Mungu wenu aliyewatoa nchi ya Misri na akapiga Misri na akawapitisha kwenye bahari kama kwenye nchi kavu, hizo habari zimeingia hapa Yeriko. Tunaelewana eh? Magazeti ya Yeriko yalikuwa yanaandika habari zenu na taarifa zenu ziko kwenye front line, front page. Kwa hiyo ninyi hapa mlipo, tunajua nguvu za Mungu wenu. Na ndiyo maana mfalme na jeshi na wenyeji wote wa nchi hii, hakuna mwenye nguvu hata mmoja. Ndio sababu wamefunga malango ya Yeriko, asiingie wala asitoke mtu. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Yule mwanamke Rahabu akawaambia, niapieni ninyi kwa Mungu wenu huyo, ili kwamba Mungu anayeenda kuwapa nchi hii, ninajua hakika hakuna atakayesalia, hakuna atakayeokolewa, awe mfalme awe masikini wa nchi hii, watu wataangamia. Lakini na mimi ninaomba rehema, munifiche kwenye hilo kava la Mungu wenu na nyumba yangu. Rahabu anaombea baba yake, mama yake, ndugu zake, jamaa yake, na Waisraeli wakamwambia, kwa kuwa umetutendea mema haya, tunataka ufanye hivi. Waambie ndugu zako waje kwenye hii nyumba yenye agano hili. Tutaweka kamba nyekundu kwenye dirisha la nyumba yako. Wakiwepo ndani ya nyumba hii hawatakufa. Wakiwa nje ya nyumba hii wataangamia hakika, na damu yao haitakuwa kwetu. Rahabu akatoka nyumba kwa nyumba kuwashawishi ndugu waingie kwenye nyumba yake. Maneno yake yalipata nguvu. Sema amen, amen. Na mimi na wewe tuko hapa kama Rahabu. Mapigo ya dunia yaliyokusudiwa kuharibu yasije yakaribu watoto wako. Tunayo damu ya Yesu itakayoning'inizwa kwenye maombi haya, ambayo yataokoa watoto wetu, yataokoa watoto wetu. Maadamu tumekubaliana, majina yao tutayatamka, majina ya watoto wetu yatatamkwa, majina ya wazazi wetu walioko kwenye imani tutawatamka. Na nakwambia hivi, niwaambie hivi, kilichotokea katika nchi ya Yeriko, Israeli walifanya kitu cha kijinga, lakini kimebaki kwa historia. Kupiga kelele, kuzunguka ukuta wenye unene wa ukubwa hii nyumba, usioweza kubomolewa na kitu chochote. Malango yake ya chuma, ambayo msumari wa mlango wake ni sio inchi 6, ni zaidi ya mita 1, inayoshikilia boriti kwenye mlango. Kitu kilichotokea ni sauti iliyopanda juu ikawashusha malaika, wakakanyaga kuta za Yeriko, sio kwa kuvunjika, lakini kwa kutikitia. Ipo pale Yerusalemu, Israeli, ile nchi ilitikitia. Nyumba ya Rahabu peke yake ilisimama. Na mimi nataka nyumba yako isimame katika kipindi hichi. Watoto wako ndani ya nyumba yako, familia yako ndani ya nyumba yako, kizazi chako kilichoko leo hakitatikitia pamoja na waofu walioko nje. Piga kelele, sema amen. Nataka asisedikike hata mmoja. Uzuri wa mafuta tulionayo leo ni ya ajabu kuliko mafuta ya Yeriko wakati ule wa Kina Joshua walionayo. Tuna Holy Spirit aliye ndani yetu permanent. Yaani hayupo kama kituo cha kuja na kutoka. Sema amen, amen. Anasema nitakaa ndani yenu, nami nitakuwa pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dari. Sitawaacha, sitawapungukia. Kwa kitendo hicho tu peke yake, hii dunia hawana mahali pa kushika watoto wetu.
hawana pa kushika afya yako, hawana pa kushika pesa ulionayo, hawana mahali pa kuharibu elimu ya watoto wako. Piga kelele, sema amen. Na kwa taarifa yako, hawana nguvu ya kushika kalenda. Your kalenda, tarehe, mwaka, mwezi, siku. Imada ina siku imeandaliwa kwa Bwana kwamba kuna kesho, hawezi kuivuruga hiyo kesho ya watoto wako. Hawatavuruga hiyo kesho ya watoto wako. Piga kelele, sema hawatavuruga maisha ya watoto wangu. Sema amen, amen. Haleluya. Sasa mimi ninachotamani, usiingie kwenye maombi ya kuomba. Muombaji usikilizwe akakubaliwa au akakataliwa. Mnanisikia watu wa Mungu? Nimewapa mamlaka. Sema amen, amen. Nataka tuende kwenye kitengo cha mamlaka. Mahali ambapo maneno yako hayatatamkika kama mtu aliye dhaifu. Hayatatoka kinywani mwako kama mtu anayesema Mungu naomba rehema, nisamehe Mungu. Anakuambia nilishakusamehe na nyumba yako na watoto wako ni watakatifu. Sema amen, amen. Sasa tamka maneno ya kifalme. Sema amen. Unasimama unasema fulani, 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 kuanzia leo usinyooshe kidole chako kwa nyumba yangu, maana hautaishi. Halo? Kama kuna mtu anacheza na wewe katika ulimwengu wa roho, hii sio kipindi cha kuchezewa wewe na watoto wako, wala sio kipindi cha wewe kutishiwa na nyumba yako, wala sio kipindi cha kuonea watoto wako wakakosa karo ya shule, watoto wako wakakosa chakula nyumbani. Eti kuna mtu mmoja anatumia tu kibuyu. Halo? Sema amen, amen. Nataka kila mmoja katikati yetu, tumebaki na nusu saa, tujitawanye. Amen. Piga magoti vyovyote. Hapa hatuna sheria ya kukaa katika uombaji. Tembea, sauti kubwa, sauti ndogo, vyovyote. Vyovyote. Mimi nitasimama kwenye madhabahu mpaka nitakapomaliza. Lakini nataka ninyi mliopo hapa, yoyote anayecheza na wewe, usi wakati wake wa kucheza na wewe. Yoyote anayepiga watoto wako, usi wakati wa watoto wako kupigwa. Yoyote anayetaka watoto wako wasiwe na ndoa, usi wakati wake. Yoyote anataka watoto wako wafeli kimaisha, usi wakati wake. Sema amen, amen. Na nawaambia nina 99.99% majibu yale ya maombi yanaenda kusikika kwa nyumba yako. Sio maombi yanasikika, majibu. Sema amen, amen. Majibu yanaenda kutokea kwa haraka sana. Haleluya. Watu wa Mungu mnanielewa mpaka hapa? Nimeshaliona wingu la malaika kubwa sana, liko kona zote za dunia sahihi. Kisa tu ni moja, ni nani mwenye haki anayesema tufanye. Sasa wanakusubiri wewe. Tunaelewana watu wa Mungu? Wanakusubiri wewe. Hawa ni malaika watendao kazi kwa ajili ya watu wanaomcha Kristo. Wanakusubiri wewe useme. Amen. Kwa hiyo usiende tu naomba rehema, naomba nisaidie. Wewe si wa kusaidiwa sahihi. Ni kile kiumbe kinachocheza na wewe kinatakiwa kiangushe sahihi, kiharibiwe sahihi, kisisimame tena, kisije kikatamkwa tena mahali mbele yako, kisije kikatembea kwa watoto wako kesho kutwa tena. Hivyo viumbe vimalizike sahihi. Sema na mimi amen. Simama kwa miguu yako, nyanyua mkono mmoja tu namna hii. Sema katika jina la Yesu, ninavaa mamlaka na uwezo yaliyomo ndani ya jina la Yesu, alionipa Roho Mtakatifu na akanitia mafuta ya kiufalme ili kutamka maneno yasiyorudi bure. Kuanzia sasa, kiumbe chochote chenye asili ya rohoni na kile chochote chenye asili ya mwili vilivyosimama kushindana, kupigana na kuniletea mafadhaiko katika nyumba yangu, hivyo viumbe tangia saa hii ninatamka havitaonekana tena
yoyote wenye jina la kiroho, la kiasili, la kipepo hawatasimama mbele yangu wala mbele za uzao wangu katika maeneo yoyote ya kimwili, ya kiafya, ya kiuchumi, ya kimahusiano. Katika nyumba yangu hapata ingia kilio, huzuni, maombolezo, umasikini, magonjwa hayataingia. Kuanzia saa hii kila kiumbe cha roho chenye kuvaa mwili hakitapatikana katika eneo lolote la maisha yangu na watoto wangu, maisha yangu na ndoa yangu, maisha yangu na vizazi vyangu. Katika jina la Yesu, kiumbe chochote chenye asili ya mwanaume au mwanamke, wanyama, ndege, viumbe wa baharini, kwa damu ya Yesu hawatainuka tena, hawatasimama na mimi tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza sauti, kwa jina la Yesu. Endelea sasa na maombi mwenyewe. Ukiweza kunena kwa lugha ni vizuri zaidi, na kama uweze endelea kwa lugha unayoiweza. Rakamote dimasha takaraboria rebo mashikiramando, katika jina la Yesu wa Nazareti. Dakika zimebaki 20. Kila binadamu asimamaye kinyume na watoto wa Mungu, mwenye asili ya mwanamume au mwanamke, atumiaye nguvu za giza, anayepita kwenye malango ya kuzimu kuyataja majina ya watoto wa Mungu, anayepita kwenye malango ya giza kuyatamka maneno ya watoto wao, na kwenda kinyume na hiyo miungu ya wao wanaoenda kuwatafuta miungu hao, hawatainuka tena juu ya huyu baba wala huyu mama. Hawatainuka juu ya watoto wake, hawatainuka juu ya kazi, hawatainuka katika jina la Yesu. Kila kiumbe chenye kuvaa mwili, chenye asili ya wanadamu au asili ya wanyama au asili ya ndege wa angani, yoyote kwa mamlaka ya jina la Yesu, hawatainuka tena juu ya watoto wetu. Hawatainuka juu ya mtoto wa kwanza, hawatainuka juu ya mtoto wa pili, wala watatu, wala waine, wala watano, wa sita, katika uzao wa hao waliobarikiwa, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila falme za giza, tembea kama unaweza kutembea, kama unaweza kupiga magoti, vyote jisikie huru kuomba saa hizi. Kuna mahali na usikia upepo unaoenda kasi, unaopita juu ya nchi. Kila falme za giza zilizosimamishwa kinyume na wewe hazitasimama tena kwa jina la Yesu. Hazitasimama tena kwa jina la Yesu. Hazitasimama tena kwa jina la Yesu. Shemonda mokoseta karabonda shirabonda. Kila pando lililopandwa kwenye maisha mtu huyu, kwa mtoto huyu, ninaling'oa hilo pando, naling'oa hilo pando, naling'oa hilo pando, naling'oa, 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 naling'oa kwa jina la Yesu. Naling'oa kwa jina la Yesu. Naling'oa kila pando la uchawi, pando la ushirikina, pando lolote la majini, naling'oa kwenye tumbo la mtu huyu, naling'oa kwenye mwili wake, naling'oa kwenye mikono kwa jina la Yesu, kwenye mwili wake, naling'oa hilo pando sahihi. Kila ugonjwa, kila nguvu za giza, kila uchawi, katika jina la Yesu. Roho za mauti zilizopandwa juu ya watu hawa, roho za mauti toweka, roho za mauti toweka, na haribu hizo roho za mauti. Kila hayawani aliyekuja kuharibu uchumi wa mtu huyu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, every devil must go, every principality must be destroyed now in Jesus name. Angamia tangu leo kila generation ya Anaki na wale wote viumbe vya rohoni, kwa mamlaka ya jina la Yesu, angamie, waharibiwe.
Yemondo ramakose tekira mando. Katika jina la Yesu Kristo, mikataba iliyofanywa kwenye bahari, mikataba iliyofanywa juu ya milima, mikataba ya makaburini, mikataba ya aina yoyote ya kichawi iliyowekwa tangu tumboni wa mazazi, na ing'oa hiyo, ninaiharibu hiyo, ninaiharibu hiyo kwa jina la Yesu, ninaiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu, naharibu. Shera monde, shamaka setera bagaye. Yes. Kila ashikaye jina la mtu huyu, kila anayetembea na jina la mtu huyu, kwa jina la Yesu na kuharibu sahihi. Kwa jina la Yesu na kuharibu. Achilia, 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 achilia maisha mtu huyu. Kila mateka walioshikwa kuzimuni katika eneo la watoto wake, watoto wanakataa masomo, watoto wanakataa shule, watoto wanafeli, kwa jina la Yesu achilia huyu mtoto, achilia maisha mtoto huyu, achilia, 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 achilia kwa jina la Yesu. Kila ndoa iliyoingiliwa kichawi, kila ndoa iliyoingiliwa kiuchawi, Anaki, Ashera, Dagon, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwachie baba huyu, mwachie mama huyu, achia nyumba yake, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia. Shirabonde shakandori bakasaya. Kuna falme zinakufa sahi. Yesu alisema kila mlima mtakaotamkia kung'olewa utang'oka, na utaondoka na utatupwa baharini. Kila mlima ulioingia juu ya nyumba yako, kila mlima wakati wa ndoto, kila mlima wakati wowote wa uchumi unaopitia, huo mlima na ung'oa, na ung'oa, na ung'oa. Rimonde katika jina la Yesu. Shianda labakosa takaya mandia rabotoro bikarabai, kwa jina la Yesu. Miungu yoyote ya kifamilia, miungu yoyote ya ukoo, miungu iliyokaa katika nyumba ya baba huyu, na ing'oa, na iharibu kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo. Madhaifu ya kutokufanikiwa kwa sababu hujui njia ya kutokea, njia ya kufanya kazi, huna mlango wa kutokea, huna mlango wa mapato, huna mlango wa fedha, huna mlango wa kazi, na uharibu huo mpango wa adui uliokushikilia kwenye uchumi, unakunyanyasa kwenye uchumi, unatafuta upati, na ng'oa hayo malango ya kuzimu, na ng'oa hayo malango ya giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu anayeguswa na miungu wakati wa ndoto, anayetembelewa kwenye ndoto, anayetembelewa kwenye ndoto, anayeonewa kwenye ndoto wakati wa usiku wa kulala, kila roho inayekuja nyemelevu kwenye kitanda cha baba huyu, kwenye kitanda cha mama huyu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kuapisha sahihi, achilia kitanda chake, achilia malango ya nyumba yake, achilia usingizi wake, achilia, achilia ndoto zake, achilia maono yake, achilia, achilia sahihi, achilia sahihi, achilia. Ondoka, ondoka, ondoka kwenye malango ya nyumba yake kwa jina la Yesu. Walichokipanda kwenye nyumba yake ninaking'oa, ninakiharibu kwa jina la Yesu, ninakiharibu kwa jina la Yesu, ninakiharibu kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka na baba huyu, hauna mamlaka na huyu mama, hauna mamlaka na mwanae wa kwanza, huna mamlaka na mtoto wake mzaliwa wake, huna mamlaka na mzaliwa wake,
kuanzia wa kwanza hata wa mwisho. Shera monde rabakonda rimanda rabakusiri abagai. Una mamlaka na hii nyumba, una mamlaka na hii ndoa. Hii nyumba lazima imtumikie Mungu. Hii nyumba lazima ipate vipawa. Hii nyumba lazima ishike ulango ya uchumi. Hii nyumba lazima ipate watu wa furaha. Ndani ya nyumba wapate amani. Ndani ya nyumba wapate mafanikio. Namrudisha yule baba arudi kwenye nyumba ya Bwana. Namrudisha yule mama. Namrudisha yule kijana wa kwanza. Namrudisha wa pili. Namrudisha wa tatu. Warudi kwenye madhabahu. Warudi nyumbani mwa Bwana. Warudi kwenye agano la Bwana. Warudi. Na warudisha wote. Na warudisha waliopotea gizani, walioshikiliwa gizani. Na warudisha katika jina la Yesu. Na amuru warudi. Warudi nyumbani mwa Bwana. Warudi kwenye madhabahu ya Bwana. Warudi patakatifu pa Bwana. Warudi kwenye uwepo wa Bwana. Warudi na hisia zao. Warudi na akili zao. Warudi na uchumi ulio bora. Warudi na afya zao. Warudi na vipawa. Yaramonde. Yaramonde. Kila kitu kilichopandwa kwenye tumbo la mtu huyu, kila kitu kilichoingizwa ndani ya tumbo lake, ndani ya tumbo la mama huyu, chochote kilichopandikizwa kwenye tumbo lake, ndani ya damu yake, ndani ya mifupa na damu na nyama, chochote kilichopandikizwa kwa watoto wake, kilichoingizwa kwenye damu na nyama, kikapandikizwa kwenye kichwa cha mtoto huyu, chochote hisia zake walichokichukua, kwa jina la Yesu ninakwenda kuharibu hivyo viumbe. Havina mamlaka tena na huyu baba, havina mamlaka na huyu mama, havina mamlaka na huyu mtoto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Shiramonde Ramonde Oshikira baganda rabai. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Wewe ndio Mungu, hatuna Mungu zaidi yako. Wewe ndio Mungu uliyetupa heri. Wewe ndio Mungu uliyetupa afya. Wewe ndio Mungu uliyetupa uzima. Wewe ndio Mungu uliyetupa mafanikio. Litukuzwe jina lako. Litukuzwe kwa watoto hawa. Litukuzwe katika njia zao za maisha. Wasio na kazi wapate kazi. Wasio na elimu wapate elimu. Wasio na ndoa wapate ndoa. Wasio na maisha wapate maisha. Wasio na mahali pa kulala wapate mahali pa kulala. Wasio na mahali pa kufanya kazi wapate kazi. Kwa jina la Yesu natangaza baraka zao. Natangaza mafanikio yao. Natangaza maisha yao yakafanye kazi na kufanikiwa. Kwa jina la Yesu wafanye kazi, wafanye kazi, wafanye kazi, wafanye kazi. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Riboki andara maganda. Sharabosi rimakuria. Imekuwa kwa yule baba, imekuwa kwa watoto, imekuwa kwa yule mama, imekuwa
Sema pamoja na mimi, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, umenitia mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zako zitanifuata na nyumba yangu siku zote. Hakika wema na fadhili zako zitanifuata kwenye nyumba yangu siku zote, sasa na hata milele. Kuanzia leo nitaiona nyumba yangu katika mafanikio rohoni na mwilini. Sintapungukiwa na kitu kuanzia sasa. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Kwa umesimama, kuna kitu niliona wakati wa kuomba. It was a very big tree. Kuna mti ulikuwa mkubwa sana. Mkubwa sana. Na mizizi yake ni mirefu sana. Lakini nimemwona Mungu ameuleta upepo kwenye ule mti. Ule upepo kaupiga ule mti. Ule mti haukuachiwa kitu na haukuonekana katika makao yake. Sauti kaniambia, aliyekuwa amesimama kwa vizazi vingi kinyume na wewe hautamuona tena. Sio mti tu kung'oka, hata na shina lake na matawi yake na majani yake hayakuonekana mahali alipoenda. Kila uchawi uliosimama kinyume na wewe hautauona tena. Tangu vizazi vyenu vyote hautaona tena. Kwa hiyo kuna habari njema kwa mtu fulani aliyoko hapa. Atakapotoka hapa atayaona mambo haya ninayosema. Utayaona wewe, watoto wako wataona, watoto. Hakuna kilichoachwa chini. Nafikiri utanisikia vizuri. Haukuwa mti ulioanguka. Tunaenda sawa eh? Haukuwa ni mti ulioanguka na mizizi yake ikaja juu. Nazungumzia upepo uliovuma ukang'oa mti na majani yake na mitawi yake, haukuonekana tena. Kwa hiyo hii ni kumaanisha kuna vitu vilizawahi kuwepo kwa fulani huko, kwa fulani. Hiyo fulani haitarudia tena. Kwamba atapata na mwingine shida na mwingine atateseka. Hautaiona hiyo shida tena katika jamii. Maana kuna mtu hapa amelia juu ya jamaa yake. Naona huo Mungu amekujibu mtu huyo. Na hii ni kusema hautahangaikia tena ule nini, wala nyumba yako ili nini. Hilo swala halitakuwa kwenye mahitaji, litakuwa katika kumshukuru Mungu. Kwa sababu kilichokuwa kinazuia hakipo tena. Kilichokuwa kinawasababisha musikae familia pamoja hakipo tena. Kilichokuwa kinasababisha mama analia vikwake, baba analia vikwake, hakitakuwepo. Ndugu zangu, hili ni jambo ambalo nimeliona nikiwa nimesimama hapa. Ni mti usiokuwa na mwisho ulioenda juu. Ni mrefu mno. Ni mpana mno. Lakini upepo ulikuja. Na upepo ni Holy Spirit amekuja.
Roho Mtakatifu amepita juu ya maisha yako, kapita juu ya watoto wako, kapita juu ya kila kilichokuwa kimepandikizwa kwao, hakitakuwepo. Hebu nyanyua mkono mmoja juu, sema nimebarikiwa katika mambo yote. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na tangu sasa mimi na nyumba yangu na walio ndani ya nyumba yangu hatutabaki Misri tukiomba, tukiteswa na kuonewa. Leo hii mimi na nyumba yangu tunaanza maisha ya furaha, ya amani, ya mafanikio katika jina la Yesu. Amen. Chombo cha sadaka kilete hapa mbele. Kila mmoja ashike sadaka yake anayependa kumpa Mungu matoleo. Jamani, sadaka kwetu huku ni upendo na imani. Amen. Unajua kumpenda Mungu ni furaha yako, ndivyo tunavyofanya katika kutoa. Hatutoi sadaka kwa ajili ya kukombolewa, tunatoa sadaka kumpenda Mungu. Hebu sema amen. Roho wa Mungu ameshakubariki, njoo na matoleo yako. Amen. Tumemaliza. Sasa kesho